Unamaanisha nini wewe? Kiukweli mama, mimi bado sijapata mwanamke sahihi ambaye naweza nikasema kabisa huyu ni mwanamke ambaye naweza nikafunga naye pingu za maisha na nikaishi maisha yangu kwa amani na furaha kabisa. Mwanamke wa aina hiyo bado sijampata. Wembe, ina maana mpaka sasa hivi hujapata mtu ambaye wewe unaona kwamba atakuwa sahihi kwa mustakabali wa maisha yako ya baadaye? Hapana baba, bado sijampata. Wembe mwanangu, ina maana hata humo ndani wewe huoni chochote? Sijaona mama. Unajua Wembe, hapa inabidi umuelewe mama yako. Sio kwamba anakusukuma au anakulazimisha. Malengo yake ni kuona kwamba unapata kilicho bora kwa ajili ya mustakabali mwema wa maisha yako. Wazazi wangu, labda niwaombe tu muda nikae chini nifikirie ili nijue hili swala nafanyaje. Sawa. Fanya hivi. Chinja, chinja, wewe chinja, mimi jini uji nani chinja, asionijua nani chinja, kazi yangu kunywa damu chinja. Chinja, chinja, wewe chinja, mimi jini uji nani chinja, asionijua nani chinja, kazi yangu kunywa damu chinja. Chinja, chinja, wewe ni uji nani chinja, asionijua nani chinja, kazi yangu kunywa damu chinja. Chinja, chinja, wewe chinja, mimi jini uji nani chinja, asionijua nani chinja, kazi yangu kunywa damu chinja. Shikamoo mganga. Mganga, mimi nishajua tatizo lako nini na nimekuona toka huko utakapo. Mama, unanuka kama nguru, unanuka kama papa. Hata jamii iliyokuzunguka inakukataa kabisa, haikutaki hata kukuona. Hao wanakuja, hao wanakuja, hao wanakuja, hao wanakuja, hao. kiukweli mganga, yote unaosema ni kweli, na hiyo ndio sababu ambayo imenifanya mimi nifunge safari na kuja hapa. Najua mama, jinsi unavyoteseka na hiyo hali uipendi, na hutokana na binadamu wote akupende. Hata ndoa yako ndani haiko sawa mama, hata mume wako tendo la ndoa alihitaji kabisa kwa sababu ya matatizo yako, na unaumia sana. Mungu ana makusudi yake kukuleta hapa. Nishasaidia watu matatizo makubwa makubwa. Tatizo lako ni dogo mama. Acha nikwambie, tabasamu sasa kwanza. Sasa matatizo yako yamekwisha. Mimi kama kachumbari kwa muuza chipsi, tomato ni ziada tu mama. Nitakusaidia mama, nitakusaidia mama. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba tatizo langu litaishi? Utapona bila shaka. Kiukweli nitafurahi sana kama ukinisaidia, kwa sababu nimechoka masimango na manyanyaso ndani ya nyumba yangu. Mume wangu mwenyewe, lakini ninaishi naye kama vile babangu mkwe. Hatuna ukaribu kama mke na mume. Jamii nzima inanitenga, inaninyanyapaa. Mwanangu Wembe, naona sasa hivi umekuwa sasa.
Kipindi kile ulikuwa mchafu sana, yaani hata kuoga ilikuwa mpaka ulazimishwe. Naona sasa hivi uko smart. Baba, mimi nikajua umeshaachaga tabia yako ya kunisema, wewe bado unayo. Uchafu ni kitu cha kawaida tu baba. Unajua unapokuwa mtoto, unapotafuta ukuaji, ni lazima uwe mchafu. Kwa sababu mimi ninachokiamini, ili uwe msafi, ni lazima kwanza uwe mchafu. Ni kweli. Unajua Wembe, kuna kitu ambacho unakifanya mimi kinanifurahisha sana. Na nadhani unaiga au unafuata nyayo zangu. Unanifurahisha sana. Mimi nafurahishwa sana na jitihada zako au harakati zako za uzalishaji maji. Sasa jinsi unavyokiendesha na kukikuza kile kiduka chako pale. Baba, uliwezaje kujua kusenda kile kibanda? Sasa mimi si babako. Hivi unadhani kwamba kuna kitu ambacho wewe unaweza kufanya alafu mimi nikiwa kama babako nisijue? Mimi ni babako. Yaani hata ukiongea kimoyomoyo najua unaongea nini. Kweli baba. Nimeamini aliyetangulia ametangulia tu. Lakini babangu lazima ujue kwamba wewe ndio role model wangu. Mimi kila kitu naiga kwako. Isitoshe pia mimi kadri ninapozidi kukua, naanza kuona aibu hadi kuomba. Ni kweli kuomba ni kazi, lakini wakati mwingine maji yakifika shingoni hauna jinsi, ila sizidi sana. Shikamoo. Marahaba, habari yako? Salama, karibu maji. Ndio. Asante, niwekee tu hapa. Asante. Tatizo lako ni dogo tu kwangu. Sema umepona. Kuanzia leo tabasamu sasa. Na kuja kuirudisha furaha yako ambayo imepotea siku nyingi sana. Lakini pale utapofuata masharti yangu. Yaani mganga, ninakuapia kila sharti utakalolitoa nitalifanya kwa ufasaha. Nitahakikisha kila kitu kinaenda kama ulivyosema. Ninakuomba tu tafadhali, naomba unisaidie. Nimechoka, yani nimekata mpaka tamaa ya kuishi. Sikia nikwambie. Unisikilize kwa makini. Tunatakiwa tufanye kafara. Usiogope mama. Mambo ya kafara? Hapana kakangu. Kama ugonjwa wangu unahitaji kafara, basi hapana, sihitaji tena. Sio kafara ya kutoa mtu damu wala kumuua mtu. Haiko hivyo. Sijawahi kufanya kitu kama hiko mimi. Kafara yangu ni nyepesi tu mama. Kwa hiyo umesema ninaweza kupona bila kutoa kafara ya damu, si ndio? Sio daktari. Unisikilize kwa makini sasa. Nataka nazi moja. Nataka na nguo yako ya ndani mama. Umenisikila? Nakugambira umenisikila? Kwa nazi moja, nguo ya ndani, nitapona bila kafara, si ndio? Sio hivyo tu mama. Itakuwa bado haijakamilika. Nguo yako ya ndani natakiwa uvae siku 7. Ndio tuifanyie kafara. Umenielewa mama? Nimekuelewa. Hilo ni jambo dogo, naweza kulifanya. Sasa nakuelekeza jinsi ya kufanya hiyo kafara. Endapo ukipata hivyo vitu mama. Unisikilize kwa makini sasa. Ukichukua nazi pamoja na nguo yako ya ndani, utakwenda katika mto mkubwa mama. Utaivunja ile nazi. Kisha yale maji ya nazi utaimwagia katika nguo yako ya ndani. Utaongea maneno kadhaa kuhusu ugonjwa wako mama. Ukishamaliza kuongea maneno yako, utachukua nazi pamoja na nguo yako ya ndani. Utatupa katika mto. Vikisafiri, basi na ugonjwa umesafiri mama. Umemuvu la kizati kwako. Mama, nakuahidi hicho kitu. Kwa hiyo tatizo langu litakuwa limeisha. Matatizo kwisha mama. Acha nikwambie kitu. Mimi ndio niliopeleka dabi Zanzibar. Kama hujui hilo swala. Sasa mimi sio mganga mdogo.
Hao wanakuja, hao wanakuja, hao. Shika mama. Tabata. Ukishavipata hivyo vitu, hiyo dawa utaweka katika nguo yako ya ndani. Sitokuja mimi, utaifanya wewe mwenyewe hiyo kafara. Utafanyikiwa, mimi nitakuwa nyuma yako mama. Japokuwa utakuwa unioni, lakini nitakuwa hapo kwenye kafara mama. Tumeelewana? Asante sana. Unaweza ukaenda sasa. Hao wanakuja, hao wanakuja, hao wanakuja, hao wanakuja. Wembe, unamwonaje huyu binti? Yuko vizuri baba, na isitoshe tangu amekuja hapa ni mtu ambaye tunasikilizana sana, na kila ambacho mimi na yeye tunakipanga pamoja lazima tukitimize. Umesema kwamba chochote ambacho mnakubaliana ngoja mnakitimiza? Ndio. Safi sana. Sasa kipindi kile mimi na mama yako tulitoka hapa muda kidogo, tukakuacha wewe na huyu binti. Kiujumla ukimtazama tabia zake, mwenendo wake, jinsi mnavyoishi, unamuonaje kiujumla? Wewe unamuonaje? Kikweli baba, hapo kwenye kiujumla niseme tu ni binti mwema ambaye anaweza kuishi na kila mtu. Isitoshe pia ni mwelevu na ni msikivu. Kiujumla unaona kwamba ni mtu ambaye anaeleweka, si ndio? Ndio. Bwana Hasani. Hasani. Karibu. Sasa hizi. Salama, karibu sana kio. Karibu sana. Nimekuja kulipa deni lako la kachumbali uliokuwa unanidai. Huwezi kuamini, mimi nilisahau kabisa. Nilisahau kabisa kwamba nakudai bwana. Kwani mimi mbona sijasahau, wewe unasahauje? Kwa kweli asante sana. Unajua siku zote mimi napenda kuwakopesha wateja kama nyie kwa sababu mnakumbuka, hamsubiri mdaiwe. Hamsubiri usumbufu ujitokeze. Asante sana bwana. Asante sana. Mimi mwenyewe sipendage daiwa. Asante sana bwana. Vipi, leo uchukui ndizi? Leo sitaki kitu chochote. Yaani niko empty. Bwana Kileva, kwa hiyo unaniungisha nini leo bwana? Yaani nakwambia nitakuungisha ila kesho. Basi karibu. Sisi tupo hapa, nilikuwa naangalia vitu huko mifugo. Karibu sana. Sawa, asante. Haya. Wateja nakumbuka, ndio wateja ambao tuna siku zote. Unajua nini baby? Yaani katika maisha yangu yote nilikuwa sijui kama wanaume wa aina yako wanapatikana kwa connection. Yaani wakati naongea na Chaz, sikuamini kabisa kama ataniletea mtu kama wewe. Yaani kiufupi, umejua kunishangaza. Siku nakuja hapa nilikuwa siamini, ila tulivyoenda uwanjani umenibinua, umenigalagaza. Yaani kiufupi nimeenjoy mpaka nimeenjoy tena. Umenifikisha sehemu ambayo sijui kufikishwa na mtu yoyote. Ila wewe una maajabu yako na una kiti chako baba. Kwa hicho unachoniambia ni kweli kabisa. Kwa sababu hata kipindi cha zamani nilikuwa naishi kama mfu. Yaani uwezi amini Peni, yule mwanamke hata hisia naye nilikopo sina. Kwa hali harufu yake. Ila nashangaa
Umekuja wewe? Si umebonyeza wapi mamangu? Umeme huo. Huwezi amini. Acha kunichekesha bwana. Nafurahi kusikia hiyo. Na nazidi kuenjoy. Na imani nitaendelea kupata vitu vizuri zaidi. Na kingine. Kuhusu kupendeza baba la baba. Usijali. Mtu nipo. Utapendeza. Yaani ni hivi, wadada huko mtaani watapapalika. Na ole wake, nikiona mtu anakusogelea, taua. Shini mwanangu. Abema. Naona una kiu kubwa ya kutaka kujua kwa nini uko hapa. Ndio. Hatujapata muda wa kuzungumza, lakini nilikuacha kwanza ingawa hata uizoe nyumba. Lengo la kukuweka hapa ndani mwanangu ni hili moja tu. Si unajua mimi mwanangu ni Wembe, kijana wa pekee. Natamani mwanangu aanzishe mahusiano na mwanamke aliye bora. Ifike mahali waje wafunge ndoa, wawe na familia yao bora. Kwa dunia sasa hivi mwanangu, utakapomwacha kijana akaenda hovyo, anaweza akachagua ambalo sio sahihi. Na ndio maana nimekuja kwenu, nimeongea na mama yako, tumekubaliana nikakuleta hapa ndani. Natamani mwanangu uanzishe mahusiano na kijana wangu. Halafu ifike malengo ya wewe na mwanangu muwe mke na mume. Unalionaje hilo binti yangu? Mama, kikweli nilikuwa natamani sana kujua sababu ni nini inanifanya niwe kwenye nyumba hii. Na umeniambia nimejua sasa. Ila mama, huyo Wembe unayemzungumzia kwamba unataka niwe na mahusiano naye, Wembe ana mahusiano yake. Wembe ana mtu wake, wanapendana sana. Wanapendana sana na namfahamu. Anaitwa Rex na anakujaga hapa, namuona muda wote huwa anakuja hapa na wanapendana sana. Itakuwa ngumu mimi kuanza mahusiano na Wembe ikiwa na mahusiano yake. Ni ngumu sana kuachanisha mapenzi ya mtu. Sawa. Huyo ni wa kwake yeye. Sio wa kwetu sisi. Na kama alikuwa kweli Light anampenda huyo binti, naamini asingemleta hapa ndani kwa siri. Angesha tutambulisha sisi wazazi wake kwamba mama, sasa mtoto wenu nimekuwa, huyu ni mchumba wangu, hatua inaofika ni mimi na yeye kuingia kwenye ndoa. Lakini kama kamficha, basi hampendi huyo. Nikuhakikishie tu mwanangu, mimi ndo mamake Wembe. Na mimi sijakurupuka kukutoa kwenu kukuleta hapa. Ni mimi na mume wangu tumekaa, tumeshauriana, tumekubaliana. Na ndio maana nimekutoa kwenu, nimekuleta hapa kwa hiyo sababu ya wewe kuwa na kijana wangu. Nikutoe wasiwasi mwanangu. Wembe mimi ni mwanangu na hawezi kunishinda kamwe. Hawezi. Mimi na wewe tushirikiane tu. Mama, itawezekana kweli? Nikutoe mashaka, inawezekana. Haya sawa. Light, ungejua mimi bora hata nisipendeze kwa mavazi, lakini nipendeze kwa mapenzi yako tu hayo unayonipa. Na mapenzi yako unayonipa mama, kusema kweli sijawahi yaona duniani toka nimezaliwa. Na sijui nitokea sayari gani. Yaani, na kama hivyo vitu vimiminike tu mamangu. Ya kweli haya au unajiongelesha tu hapa. Sio nigaramie afu watu waje kutumia. Hiyo nguvu inatoka wapi? Nimekumbuka kitu. Hapa sasa baba, umepiga kitu cha energy, umepiga kitu cha karanga na muogo mbichi kwa mbali. Na zawadi yako. Haya, zawadi gani? Talalala. Chukua bibi. Hii ni zawadi yako. Nadhani unajua matumizi yake. Baada ya hapa kuna kazi inakuja. Naomba uitumikie vizuri. Siwezi kuitumia kwa hapa. Hii kuna sehemu yake maalum kwa ajili ya kuitumia. Ukihitaji kujua ladha ya pipi na raha yake kwenye tendo,
tukutane uwanjani. Unajua matumizi yake wewe. Ukitaka kujua zaidi, siwezi kuzungumzia hapa. Subiri uwanjani. Imenitibua mishipa. Halafu babe. Mimi nataka Ndani. Ndio. Sasa ona kwa. Maana ya kuchungulia. Tasikio au unaenda kuomba? Awe bana, twende basi. Hamisi mume wangu. Ndio. Huwezi amini. Nani tena? Karibu. Wifi yangu mimi huyo. Karibu shoga yangu. Asanteni jamani. Ni bora niwakutane wote. Wewe huyo. Dada, za huko tokako? Nzuri kakaangu. Mbona kimya sana? Au ulikuwa unasubiri mpaka usikie kakako limekufa ndio uje? Kaka, mimi najua watu wenye hela zenu. Yaani sisi masikini mnatudharau. Kwa hiyo kaka, nikisema nije kila siku hodi, mtanichukulia nina shida. Na mimi kuchukuliwa nina shida, hicho kitu kwangu. Na hapa nimekuja ni kwa bahati tu, maana nilikuwa napita nyenda zangu Buguruni kudai madeni kaka. Nikasema nipite niwasalimie, au nimefanya vibaya kakangu? Karibu sana wifi yangu, pia tunashukuru. Asante. Na ujio wako hata sio mbaya wifi yangu. Tuko kwenye kikao hapa cha kumjadili huyo shangazi yako Wembe. Leo nimepata bahati ya kukaa na yule binti. Nikamwambia dhamira na dhumuni letu la kumweka hapa ndani, lengo kuu ni yeye na Wembe waweze kuoana. Uwezi amini wifi, jambo limekuwa jepesi kabisa. Yule binti kakubali. Hivyo basi tumekaa hapa ili tuzungumze, ili Wembe apate taarifa sasa, kwa sababu binti ndo kashakubali. Ndio maana umetukuta kikao hiki mimi na kaka yako. Haisenye kweli damu zenu zimepoa. Kaka, wifi, ina maana hili jambo mpaka leo bado halijafanyika. Yaani mlivyoniagiza nikamchukue yule binti, nimlete hapa. Nikajua kila kitu mlishapanga. Kumbe bado mpaka leo eti mnaangaliana tu. Eti nimeshamwambia tena una relax kabisa wifi yangu. Wifi nakutegemea, wewe ni wifi yangu mzuri, mpendwa, unajua kuongea, mpaka leo umeshindwa kulipika hili. Unajua dada, sikiza nikwambie kitu. Unajua hili jambo ni jambo la heri. Sisi hatukutaka kulipeleka mbio mbio. Unaona eh? Alafu zingatia jina la mwanangu, zingatia jina lake, Wembe. Yaani unachinja. Pamoja na kuchinja kwake, anashindwa tu kumchinja huyu binti humu ndani. Hapa kimevimba. Kimevimba sana? Kitoe. Bana usifanye hivyo, mimi nastuka. Afu nikwambie kitu. Mimi mamangu nikiwa mdogo. Mpokele. Baba. Fresh tu. Vipi kipande hicho?
Nataka leo ni scotch mwanangu dukani mzee wangu. Sio unajua vya pale niko alone mimi kwa hiyo at least ile story tatu za kwa mwezi sasa hivi. Kwa hiyo ulikuwa unataka twende Chazi. Bana huyu leo hatoki. Ni hivi ndo nishakwambia huyu leo halali yangu. Yaani hatoki humu ndani. Nina kazi naye maalum. Leo hatoki babangu. Naomba tu nielewe. Baadaye. Asa umekata mimi sijaongea naye tena. Asa unataka kuongea naye nini? Kwa hiyo atakomsindikize kule mimi niache ndani peke yangu, si ndio? Sasa bibi unataka raundi ngapi? Sema nini? Ndakupa. Sasa sisi tukaona kwamba tumpe muda tuone kwamba atajiongeza vipi. Mtoto wa kiume yule, si ndio? Tulikuwa tunataka tuone anajiongezaje. Japokuwa kaniaibisha kwa sababu hajajiongeza. Umeona? Lakini sio tatizo. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba mke wangu hili niachieni mimi. Kwa sababu mimi si ndo baba na yule si mtoto wangu tena wa kiume. Mimi nitakaa naye, nitazungumza naye na nitaliweka wazi kabisa ili kwake. Afahamu nini sisi dhamira yetu na afahamu dhamira yetu. Afahamu nini sisi tunachokitaka toka kwake. Sawa? Kwa hiyo niwatoe shaka kwenye hilo dada, nikutoe shaka. Niachie mimi hilo jambo. Nalimaliza. Hapana kakaangu, mimi pressure ninayo. Huwezi hata kunitoa pressure kwa sababu nilijua nikija hapa nitakuta kila kitu tayari. Kumbe bado. Alafu angalieni. Ni mwezi wa 6 sasa. Wako wote humu ndani. Wanapeana maji ya kunywa, wanapeana chakula. Mwisho wa siku wanakuja kuitana kaka na dada hawa. Na ikishafikia kaka na dada, jamani hakuna kitakachofanyika. Mtakuwa mnatwanga maji kwenye kinu. Niwaambie. Ila hilo kama vile limeniingia akilini mume wangu. Kweli? Inabidi ile jambo sasa mume wangu kama unataka kuongea na kijana wako, fanya haraka. Sio muda wa kupoteza tena huo. Sawa. Sasa dada, hili jambo narudia tena, niachieni mimi. Mke wangu, niachieni mimi. Yaani dada shaka ondoa shaka kabisa. Niachie mimi, ili jambo mimi nitazungumza na mtoto wangu, tutaliweka sawa. Majibu utayapata dada. Ondoa shaka. Okay. Na wewe, hili guli lilikuwa lako japokuwa nilikuwa napita. Niongee mbele ya kaka au? Mmeshaanza mambo yenu ya umbea sasa, si ndio? Haya, ngoja mimi niwapishe. Ngoja nizangu nikapumzike. Nimeshakutana hapa Simba na Yanga. Yamekuwa hayo. Shoga yangu, nimeshaharibu. Nini tena? Nimejitia mapana 60. Najua sehemu kuna kuuzwa mashela, kuna kukodishwa mashela. Nimepewa 70 ya watu mama. Hivi unavyoniona. Nataka unielekeze kuliko kuwa na mashela. Twende tukakodishe shoga yangu hata 20 nitakupa. She. Lailai peteo, laila pete yangu ya dhahabu, laila pete imenipotea, laila sana kidole changu, lailai pete, laila pete yangu ya dhahabu, laila pete imenipotea, laila sana kidole changu, lailai pete, laila pete yangu ya dhahabu, laila pete imenipotea, laila sana kidole changu, laila. Za saizi mganga. Salama mama. Umekuja mama? Nimekuja. Za utoka hapo. Kiukweli za mtokapo ni nzuri. Na nina habari njema kabisa. Nigambile mama. Nimekuletea tu taarifa njema. Ile kafara ambayo uliniambia tayari nimeshaifanya. Nilinunua nazi na ile chupi ya siku 7. Nikaelekea kwenye mto ambao unatiririsha maji. Nikaivunja ile nazi, yale maji ya kwenye nazi nikali nimenyunyizia kwenye chupi.
zote nikazitupa kwenye mto. Kwa hiyo zimeshaondoka sasa hizi. Mama mshanta wewe. Sawa sawa mama, napenda tu kama nyie, ila bila kunielezea. Nimeona yote kwa sababu nilikuwa nyuma yako mama. Kipindi unafanya kafara nilikusimamia mwenyewe mama, wala hujakosea wala hujaenda long. Umekwenda vile vile kafara inavyotakiwa mama. Umefanya vizuri, umefanya kile ninachotaka mimi na nawapendaga tu kama nyinyi mama. Utafanyikiwa, una kitu mama. Elesa mama. Kiukweli wakati nafanya hiyo kafara nilihisi kabisa uwepo wako, kwa sababu nilikuwa na nguvu ambazo sikuwahi kuzihisi hapo mwanzo. Lakini kitu ambacho kimenifanya nirudi hapa, nataka yani kama ulikuwa umefunga kamba sehemu, basi ufunge na fundo lingine. Ni kazi mama. Kwa sababu nataka ni tatizo langu liishe kabisa, nirudi kwa mume wangu, kwa sababu mimi bado nahitaji nirudi kwenye ndoa yangu. Isitoshe nampenda sana mume wangu. Usiwe na saka mama. Mimi ndo mganga bingwa. Sawa, nilipokuambia utabasamu basi utabasamu kweli. Matatizo yamekwisha. Ile dawa hata ungekuwa na virusi vya ukimwi mama, nishavimaliza. Hata ungekuwa na gonorea mama, nishavimaliza. Hata ungekuwa na korona mama, ile dawa kwisha. Ilikuwa mimi na yeye, tulopita wote, mwenzangu amesahau. Maumivu ameniachia mimi, mvumilivu, mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini? Yani umeenda. Kwani aliumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini anichome? Wayaona machozi yanatiririka, na mimi siwezi, moyoni vidonda. Kama kupenda sitaki tena. Ilikuwa mimi na yeye, tulopita wote, mwenzangu amesahau. Maumivu ameniachia mimi, mvumilivu, mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo